ndochi patikane kwa sababu it's very young. Kuna hofu ya kuendelea kupungua kwa idadi ya wataalamu wa macho hapa nchini, huku idadi ya Wakenya ikiendelea kuongezeka zaidi ya milioni 50 sasa. Kufikia sasa kuna matibabu 640 ama matabibu kumradhi 640 ambao wanaojulikana kama optometrist, na hiyo ni chini ya madaktari 200 wa macho wajulikanao kama ophthalmologist. Hii ni kwa mujibu wa chama chao ambacho wanasema kwamba Wakenya wametakiwa kujitokeza kwa matibabu ili kupunguza idadi ya Wakenya milioni 7.5 walio na matatizo ya macho na walio katika hatari ya kuwa vipofu. Mwanahabari Tobias Chanja anaarifu zaidi. Dennis Somba mwenye umri wa miaka 24 na ambaye ni mtaalamu wa kilimo na mwanablogi anayetokea kijiji cha Mshomoroni, kaunti ya Mombasa, alifurahia maisha yake akiwa mtoto kabla ya kujiunga na shule ya upili. Macho yangu yalianza kuwa na shida kitambo. Lakini sikujua kama ni shida inafaa kutibiwa. Mwaka jana alianza kuathirika na hali asiyoielewa. Miale ya mwangaza ya mara kwa mara katika macho yake pamoja na mkazo usio wa kawaida uliomwachia upofu hafifu. Maisha yake katika chuo kikuu yakachukua mkondo tofauti, kwani licha kupata miwani hakuwa na uwezo wa kuona. Baza unatoka hapa kwa jicho langu la left, una flash tu. Ilimlazimu kutembelea mtaalamu Victor Opio ambaye baada ya uchunguzi alimtuma kwa daktari mwingine jijini Nairobi. Daktari ambaye aligundua utofauti katika mboni yake. Nikaanza ukapata jicho pande ya chini ya ioni lakini pande ya juu inaona. Nikarudi nikawaambia, wakaniambia niko sawa, until sasa wakanirifa kwa hospitali yenye nilienda nikakuwa checked up, nikaambiwa niko na retina detachment. Katika mahojiano, Opio ambaye ni rais wa chama cha Optometrists Association of Kenya alieleza kwamba Somba alizaliwa akiwa na shida ya kutoona mbali, na pindi miaka ilipokuwa ikisonga mboni zake zililemewa. So when you are myopic as a patient or when you are short-sighted, most of the time the eyeball keeps on growing. So Dennis' eye kept on growing, and that is why his prescription kept on changing. Kulingana naye, asilimia 24 ya Wakenya wanahitaji utunzaji wa macho, kwani nusu yake wana magonjwa ya kutibika, ila gharama ya tiba ni ghali mno. Kwa mfano, kurekebisha mboni inahitaji shilingi 1250 katika zahanati ndogo. So you see the burden is huge. So the ratio of patient to doctor is still huge, and again we are also struggling with the access in terms of most of these doctors are centered in town or urban areas. Kwa mjibu wa takwimu za Wizara ya Afya, takriban Wakenya milioni 7.5 wana shida ya macho inayohitaji kutunzwa. Zaidi ya asilimia 80 inatibika. Wakala wa kimataifa wa International Blindness Agency for the Prevention of Blindness unakadiria kwamba watu bilioni 2 ulimwenguni kote wanaishi na hitilafu ya macho. Niko excited kufanya vitu normally, bila kustrain na kuexplore vitu mpya. Juu sahi siko limited in any way. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Mombasa.